Je, unapenda kujua zaidi kuhusu jinsi wanaanga wanavyokula, kuoga au kwenda chooni katika mazingira haya mapya? Basi hujachelewa. Kula, kuoga na kwenda chooni katika mazingira ya anga au kwenye mwezi ni mtihani mkubwa sana wa kiufundi, kwa sababu hakuna nguvu ya mvutano, yani gravity, ya kuvuta vitu chini. Kila kitu kinaelea, ikiwemo maji na taka. Hivi ndivyo wanaanga wanavyofanya mambo haya ya msingi kila siku. Niite Daudi Michael Mwaluko, mwandalizi wa makala haya. Kumbuka kusubscribe ili kupata updates mbalimbali, kulike na kushare kwa wengine ili wapate kujifunza. Nitazidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante. Kufika kwenye mwezi au kuishi ndani ya anga ni uzoefu wa kipekee sana unaobadilisha kila kitu ulichokizoea duniani. Hapa kuna mambo unapaswa kufanya na yale yanayotokea hasa katika siku ya kwanza unapokuwa mwezini. Namba moja, unafanya nini ukifika siku ya kwanza? Ukifika tu, utaanza kutembea huku na kule mara moja. Kuna mambo muhimu ya kiusalama na kiufundi ya kufanya. Ukaguzi wa usalama wa mifumo. Jambo la kwanza kabisa ni kuhakikisha chombo chenu kimetua salama na kimejiunga vizuri na kituo cha anga. Unakagua mifumo ya hewa ya oksijeni, shinikizo la hewa na mawasiliano katika dunia. Kuzoea hali mpya, ubongo na macho yako vinahitaji muda wa kuelewa wapi ni juu na wapi ni chini, kwa sababu angani hakuna uelekeo wa kudumu kutokana na ukosefu wa nguvu ya mvutano. Kuvaa au kuvua suti za anga. Kama uko ndani ya kituo cha anga, utavua suti hizo ulizozivaa wakati wa kuruka na kuvaa nguo za kawaida za ndani ya chombo. Kama umetua kwenye mwezi na unataka kutoka nje, utahitaji kuvaa suti maalum ya anga yenye mifumo ya kukupa hewa na kukulinda na mionzi. Ukaa kwenye eneo lako, utapanga vifaa vyako na kwenda kwenye eneo lako la kulala, ambapo kwa kawaida ni kabati dogo la ukutani. Unapofunga mfumo wa kulalia, sleeping bag. Mbili, inatokea nini hasa mwili na mazingira? Siku ya kawaida inajaa mabadiliko makubwa ya kibiolojia na kimazingira ambayo yanaweza kushtua mwili wako. Mwili wako unavyoreact, physical changes, kichefuchefu na kizunguzungu. Zaidi ya nusu ya wanaanga hupata kichefuchefu siku ya kwanza. Hii inasababisha na mfumo wa sikio la ndani unaodhibiti usawa wa mwili kuchanganyikiwa, kwa sababu hakuna mvutano wa dunia unaoambia wapi ni chini na wapi ni juu. Uso kuvimba. Duniani nguvu ya mvutano huvuta damu na majimaji mwilini kuelekea miguuni. Angani majimaji hayo yanajisambaza kwa usawa, hivyo majimaji mengi yanapanda kifuani na kichwani. Uso wako utavimba kidogo na utahisi kama una mafua au pua imeziba. Utakuwa mrefu kidogo kwa sababu hakuna nguvu ya mvutano inayogandamiza uti wa mgongo. Pingili za uti wa mgongo zinatanduka. Unaweza kurefuka kwa hadi inchi 1 hadi 2 ndani ya siku chache za kwanza. Hii inaweza kusababisha maumivu ya kiasi ya mgongo. Mazingira unayoyaona na kuhisi. Kutokuwa na uzito, yani weightlessness. Ukijisukuma tu unaelea. Kila kitu kisichofungwa, kalamu, matone ya maji, chakula, kinaelea hewani. Inabidi ujifunze kutembea kwa kutumia mikono na kushika kuta kwenye uso wa mwezi. Kama umetua, unasikia uzito wako umepungua sana. Nguvu ya mvutano ya mwezi ni 1/6 tu ya dunia. Ukipiga hatua moja, unaruka juu sana kama unapaa. Ukitembea nje, utaona anga ni nyeusi hata kama jua linawaka, kwa sababu mwezi hauna angahewa, atmosphere, na kutawanya mwanga kama dunia. Hakuna sauti yoyote ya nje ya sauti yako. Mwezi hauna hewa ya kusafirisha mawimbi ya sauti, hivyo una ukimya wa kutisha. Je, unapenda kujua zaidi kuhusu jinsi wanaanga wanavyokula, kuoga au kwenda chooni katika mazingira haya mapya? Basi hujachelewa. Kula, kuoga na kwenda chooni katika mazingira ya anga au kwenye mwezi ni mtihani mkubwa sana wa kiufundi, kwa sababu hakuna nguvu ya mvutano, yani gravity, ya kuvuta vitu chini. Kila kitu kinaelea, ikiwemo maji na taka. Hivi ndivyo wanaanga
wanavyofanya mambo haya ya msingi kila siku. Wanakulaje angani? Swali la kwanza la kujiuliza. Chakula cha anga za mbali si kama kile cha mgahawani au cha hotelini, kimeandaliwa maalum kuzuia kisilete fujo chumbani. Chakula kinachoruhusiwa ni chakula ambacho dehydrated food, vyakula vingi vinaosafirishwa vikiwa vimekaushwa na kuwekwa kwenye mifuko maalum ya plastiki. Kabla ya kula, mwanaanga anaingia na sindano maalum kwenye mfuko ili kurudisha chakula kwenye hali ya kawaida, kama unavyoweka maji ya moto kwenye noodles za packet. Hakuna makombo ya mikate. Wanaanga hawaruhusiwi kula vitu vinavyotoa makombo kama mkate wa kawaida au biskuti. Makombo yakielea yanaweza kuharibu macho au kuleta effect katika macho au kuharibu mitambo ya chombo. Badala yake wanatumia mikate ya bapa ambayo haitoi makombo. Chumvi na pilipili za majimaji, huwezi kuvinyunyizia chumvi au pilipili ya unga kwa sababu itapeperuka hewani na kuwasha macho ya watu. Chumvi hufanywa kuwa ni majimaji inayoyeyushwa kwenye maji na pilipili inakuwa kwenye mafuta. Vyombo vya kula, sahani na tray zao zina sumaku au kamba za velcro ili kuzuia visu na mifuko ya chakula isielekee na kupotea. Kula ni lazima, kuoga ni swala la binafsi. Swali la pili, wanaogaje? Huwezi kufungua mfereji wa kuoga kwa bafu ila manyunyu, yani shawa angani, kwa sababu maji yanatengeneza matone makubwa yanayoelea hewani na yanaweza kuziba wanaanga puani na kuzuia kupumua. Kuoga bila maji tiririka. Wanaanga wanatumia sabuni maalumu ya maji inayohitaji kusafishwa kwa maji mengi na shampoo ya namna hiyo hiyo kama inavyotumiwa na wagonjwa hospitalini wasioweza kuinuka. Mchakato ukoje? Wanaweka tone la maji na sabuni kidogo kwenye ngozi au kwenye nywele zao, wanajisugua na kisha wanatumia taulo kavu kujifuta ili kuondoa uchafu. Recycling, unyevu wote unatoka kwenye miili yao wakati wanajifuta, pamoja na ule wa jasho na punzi zao, unakusanywa na mashine ya chombo, unasafishwa na kugeuzwa kuwa maji safi ya kunywa tena. Ebane, huku ni kuteseka, sio kufurahia maisha. Starehe nyingine kubwa duniani ni kwenda haja kubwa. Tatu, wanaendaje chooni? Moja kati ya swali ambalo natamani kupata jibu lake ni hila hapa. Vyombo vya anga vimetengenezwa kwa kutumia mifumo ya kufyonza hewa, yani vacuum cleaner system, badala ya maji ya kusafisha. Kukojoa namba moja. Kila mwanaanga ana mpira wake maalum wa plastiki wenye faneli mbele. Unapokojoa, mfumo unafyonza mkojo huo kwa nguvu ya hewa na kupeleka kwenye mtambo wa kusafisha ndani ya kituo cha anga. Mkojo na kugeuzwa kuwa maji safi kabisa ya kunywa. Wanaanga wanasema ladha yake ni safi kuliko maji ya chupa ya duniani. Kujisaidia haja kubwa namba mbili. Choo kinaonekana kama cha duniani lakini ni kidogo zaidi. Mwanaanga anapaswa kujifunga kwa kamba maalum kwenye kiti ili asilegee anapokaa. Choo kinatumia nguvu ya hewa kufyonza kinyesi chini ili kisilete maafa chumbani. Taka ngumu zinapokwenda, kinyesi kinagandamizwa na kuhifadhiwa kwenye mapipa maalum ya plastiki. Mapipa yakikaa yanawekwa kwenye vyombo vya usafiri vya taka ambavyo vinatupwa vishuke kuelekea duniani. Vyombo hivi vinaungua na kuteketea kabisa vikiingia kwenye anga la hewa ya dunia. Vinakuwa kama vimondo au nyota zinazotembea kwenye uso wa mwezi. Kama wako nje ya chombo wakiwa wamevaa suti za anga wakichunguza mwezi, hawawezi kwenda chooni. Katika hali hiyo, wanaanga wanavaa pampers maalum za watu wazima ndani ya suti zao. Kama ulikuwa uamini kwamba wanaanga wanavaa pampers za watu wazima wakiwa katika anga, basi nimekupa leo makala hii. Usikose katika makala nyingine. Niambie umeipendaje hii story, dondosha comment hapo chini ili nipate kukuletea makala nyingine tamu zaidi, ujifunze mambo mbalimbali